Naam, bala karibu sana mwanamichezo, karibu na kualika tena mwanamichezo. Jina langu mimi Samuel Jelalo, ukanitia kiungo makini na makinika na Humphrey bana. Naam. Humphrey uko poa? Niko fresh kabisa wewe. Bana sasa hivi bana baada ya kupata iftari Ramadhani na Kwaresma, natumai uko taradadi kweli. Bana sawa. Mechi imechezeka Simba na Bigman FC Youth Academy. Hii ni timu ambayo ni vijana wanaoshiriki katika ligi wanasema ligi daraja la kwanza ama championship. Nafasi yao katika ligi hiyo ni nafasi ya 7. Mechi imechezeka, matokeo ya 2-1. Mabao yalofungwa na Joshua Mutare Budo, bao la zuri sana, cross kutoka kwa fullback wa kushoto Valente Nouma. Anaweka cross ndani na mkuta alipo Joshua Mutare Bude anatia kamba. Mwingine bao la pili limefungwa na Lionel Ateba Mbida kwa mkwaju wa penalty baada ya faulo kuchezewa Elie Mpanzu Kibisawala. Ahmed Yale anataka tumute Volcano bana. Kwa hiyo mabao ndo hayo, na kwa upande wa bao la Bigman Youth Academy limefungwa baada ya shambulizi lile la wanaita counter attack kufanyika. Wakamchungulia mlinda mlango Hussein Abel na kutia kamba. Kwanza tukianza na bao la Simba, unamsifu nani paka bao kuingia? Ubora ulikuwepo wapi katika lile bao paka Joshua Mutare kwenda kuscore? Ubora ulikuwepo katika upande wa Valente Nouma. Paka kuingia katika kukota mpira kutoka eneo la pembeni kule paka kuingia nao kwenye boxi na kutuliza akili, kuinua macho na kuweza kuangalia nafasi, nani ana nafasi, kuangalia wenzake ambao wanaingia kwenye boxi na kumuona nani Mutale na kuweza kumpa mpira na kuweza kufunga. Kwa hiyo ubora ulikuwa Valentino pamoja na build up nzuri ya timu ya Simba, maana walikuwa wameondoka vizuri na kuweza kupata kutengeneza hiyo nafasi na kuweza kufunga. Kwa hiyo ubora ulikuwa kwa timu ya Simba, kwa Valentino kutulia katika ndani ya box na kuweza kutoa assist ya kuzalisha bao. Wala sawa. Na kingine cha udhaifu wa Bigman katika bao la kwanza la Simba ulikuwepo wapi? Ni uzembe wa mabeki ama udhaifu upo wapi tuseme? Tuseme ni udhaifu wa mabeki. Ukiangalia nani Valentino Umari alikupota katika paka anaingia katika box alikupo free kabisa. Mabeki ambao walikuwa wamejisahau, tunaweza kusema kwa wamejisahau, paka mtu anaingia katika boxi ipo free. Ukiangalia mabeki ndio wanakuja kushtuka hapo mtu kwenye boxi. Kwa hiyo wanakupo katika taharuki, wajua mkabili nani, maana unaweza kumfuata yule ambaye mwenye mpira akatoa pasi kama vile umeona ameingia katika box kwa katika taharuki, wanaenda kukaba zile nafasi zao, wanatumia zile mianya iliyoachwa na mabeki. Valente anaweza kutoa assist na kuweza kufunga. Kwa hiyo udhaifu ulikuwa katika mabeki. Walikuwa wameenda kufocus sana katika kushambulia, wamesahau majukumu yao na kuacha nafasi katika eneo lao la nyuma. Kwa hiyo na ubora wa wachezaji wa Simba, tunajua wachezaji ni ubora mkubwa, kwa hiyo wametumia hizo nafasi kwa wazi. Wala sawa. Na tuhamie katika bao la pili. Pia mwanamichezo, mimi nakusihi unaweza ku subscribe channel ya DTZ Media, bila kusahau kucomment, kushare na kulike katika channel hii. Utakuwa umefanya poa zaidi. Ili kutuweka mjini bwana. Nipo hapa ni Samuel Jelalo, kanita kiungo makini na makinika na Humphrey James, chambuzi la soka Afrika Tanzania kwa ujumla. Unaona semaje bwana? Sahihi kabisa. Sasa bao la pili la Simba, bao la mkwaju wa penalty. Tuanze kwenye penalty yenyewe. Je, ni sahihi kwa penalty ama muamuzi Eli Sasi Kapeta anasemaje? Kawabeba. Amna, goli ni sahihi kabisa. Ukiangalia ile penalty ni sahihi. Penalty ni sahihi. Ukiangalia yule beki alikuwa beki wa mwisho ambaye alikuwa Elimpanzo amefanikiwa kumtoka na akaenda akakaa mbele yake, na beki alitaka kucheza mpira lakini akawa amefanya maamuzi yasiyo sahihi na kuweza kumchezea faulo nani Elimpanzo, na kuweza ni foul ambayo ipo wazi kabisa kwamba alishindwa kucheza mpira na akacheza miguu ya Elie Mpanzu. Na kwa hiyo hata kama kwa wewe ni refa
lazima ungeweka ile kwamba ni penalty, kwa sababu ni penalty ambayo iko wazi kabisa, haina mbambamba anasema. Haina kuna wote ni penalty zaidi shahidi kabisa. Kwa hiyo manake kutoka kwenye mpira kwenda kumcheza mtu. Kwa hiyo ni penalty. Tena ni foul ambayo inatokea nyuma, yani kwa mchezaji mwenye mpira uko mbele yako, msiza kwa nyuma yake. Ni foul kabisa ambayo ni wapo wazi. Sawa. Na ubora wa mpigaji wa penalty ile ni Lionel Ateba Mbida, unazungumziaje juu ya ubora mzuri? Tunajua Ateba ni mchezaji wa aina gani, mchezaji ambaye ana utulivu katika eneo la ufungaji. Hata ukiangalia katika ligi ya NBC ipo vizuri, anaweza kukupa kitu kilichokuwa kibora, hata kama na kuna baadhi hata ya mechi amekuwa akiamua matokeo kupiga hizo penalty, japokuwa kuna baadhi ya mechi alikosa, lakini kuna baadhi ya mechi alikuwa anaamua mechi kwa kupiga hizo penalty. Kwa hiyo ni swala la kawaida. Kwa hiyo ni mchezaji mwenye ubora, mwenye utulivu. Kwa hiyo haikuwa shida sana kwake kufunga. Sawa. Na kuna goli alifunga Lionel Ateba Mbida, Lazmin akasema ni offside. Kwa upande wako binafsi naweza kusema si offside, ni goli. Kwa upande wako kama mchambuzi na jicho lako la kuchambuzi, maana mimi hapa naongea ni kama host tu, maana mwisho siku sasa mchambuzi unaweza kutuambia kwa undani zaidi, ni bao halali, lipaswa kuwa bao ama ni offside kama alivyosema Raisman? Kwa upande wangu mimi nilipoangalia ni goli. Kwa pale kwa Simba walipaswa ubao utokeo usomeke kuwa 3-1. Sawa. Na haya makosa ni ya kiufundi, makosa yani ya kibinadamu anasema yale, ama pengine ni kukusudia? Hapana, sio kukusudia, kwa sababu ni swala ambalo unaweza sawa, ni maamuzi ambayo anatakiwa kutoa maamuzi ambayo yapo sahihi, lakini kuna muda kama ni binadamu anashindwa kuendana na zile movement za mpira, unakuta anafanya maamuzi kama, lakini lilikuwa ni goli halali ambao hakuwa offside Ateba, lakini kutokana na vitu kama hivyo vya binadamu, maamuzi akwenda na movement na kupelekea kusema kwamba ni offside, lakini ni goli. Sawa. Mimi nakusema na michezo, endelea kubaki nasi, endelea kuwa nasi, endelea kusalia nasi. Tupo hapa kwa ajili yako. Tuma comment yako bila kusahau kusubscribe channel ya DTZ Media. Subscribe hapo ili kutuweka mjini bwana, tuwe nasi, tuwe pamoja, ule muunganiko, kujiungamanisha ndio hii bwana. So na madhabahu tunajiungamanisha hata na hii bwana. Sawa. Happy James. Naam. Kuna hii ya Joshua Mutale kuwa man of the match. Tuzungumzie ama tuanzie na goli la hawa Big Man Youth Academy. Lile bao unaweza kusema makosa yapo kwa nani? Kwa mlinda mlango, kwa mabeki, kwa upande wa Simba, na pia ubora unamsifu nani zaidi? Alipopiga pasi ikamkuta mfungaji wa bao, ama mfungaji wa bao tu ubora wake kuweza kumchungulia golikipa? Nikianza kwa ni ubora wa mchezaji, kwa ubora wa mchezaji, ni ubora wa mchezaji. Ukiangalia aliweza kumsoma, aliweza kwenda na movement za yule beki. Ukiangalia beki alikuwa ni nani? Alikuwa ni Duchu ambaye alikuwa anakabana naye, alikuwa kama anamsogeza ndani, na Duchu alikuwa anajua kwamba huyu ataenda kutoa cross au atapiga pasi fupi. Lakini kutokana na ubora wa mchezaji aliweza kumsoma Duchu, na pamoja na golikipa wake. Golikipa alijua kama yeye ni moja kwa moja na kwenda kuwa cross, lakini alivyoenda aliweza kumsoma golikipa vizuri pamoja na beki wake, na kuweza kupiga shuti la moja kwa moja mpaka kuingia golini. Kwa hiyo kwa hiyo upande wa mfungaji, na upande wa hilo goli nataka sifu mfungaji, na kwa upande wa madhaifu hapo Duchu alijua kama mwisho wa siku ataenda kupiga cross au pasi fupi au v-pass, lakini kwa alikuwa anatakiwa aende naye mpaka mwisho au amkabe pale amzuie pale asimsogeze karibu na goli. Lakini kutokana na makosa, kutokana na udhaifu au makosa, akaweza kumsogeza mpaka eneo la goli na kuweza
wakaanza kuruhusu hilo goli. Lakini kwa upande wa golikipa alikuwa anatakiwa akae kwenye milingoti yake, sawa, alikuwa anatakiwa atokee ili aweze kupunguza goli labda, au aliweza kukisia kwamba alikisia kusema huyu mchezaji, sababu ukiangalia alikuwepo Duchu Kameta, alikuwepo fullback yule Hussein Kazi, alafu huku upande wa kulia Duchu Kameta yupo na mshambuliaji wa Bigman Youth Academy. Upande wa kushoto huyu Hussein Kazi kwa pembeni wake, yani upande wake wa kushoto tuseme, akiwa anakimbia ni kushoto. Upande wake wa kushoto alikuwepo winga mwingine wa Bigman. Huyu winga ndo alikuwa anaonekana kana kwamba anaweza kapewa pasi. Lakini mwisho kama kafanya kama kumuhadaa. Aliwadaa mabeki pamoja na golikipa. Kwa hiyo na golikipa wa Simba. Kwa hiyo ni bora nzuri kwa mpigaji. Pia na alikuwa anatakiwa kipa kwa anatakiwa kwenda kutokea kwenda kumwataki yule mshambuliaji ambaye anatakiwa kupewa ile pasi. Kwa anatakiwa atulie katika goli, aangalie kwanza kama sasa hivi unatakiwa uwe na ule uhisie kwamba sasa hivi naweza nikatokea kwa sahihi hapa nikaenda kudaka mpira, au sasa hivi nisubiri kwanza. Lakini yeye hakuwa na hiyo kitu, alienda moja kwa moja akaenda kukaa katika position mbovu ya kujua kama hii mpira unapigwa cross ili audaki, lakini mpigaji alimuona na kuweza kutumia nafasi. Kwa hiyo ni timing mbovu kwa golikipa pamoja na mabeki wake. Sawa, na mimi nakusema na michezo, tuma maoni yako juu ya kipindi hiki, tuma maoni yako juu ya mada ambazo tupo nazo hapa katika kipindi hiki cha michezo hapa DTZ Media. Baki nasi, ndio kwa nasi, tuna mengi zaidi ya kukuletea hapa. Wewe cha msingi kwa nasi na ili kukupa taarifa kemkem za kimichezo. Joshua Mutale Budo licha kuwa amefanya vitu vingi uwanjani ikiwemo bao kufunga na kutoa ile ni pre-assist kama ni hivi ile ya penalty ile, sio unahitaji kitaalamu kama ufundi. Alitoa pasi ambayo ikamkuta huyu Mpanzu akachezewa madhambi ikawa mkwaju wa penalty, na mambo mengine ameyafanya uwanjani. Amekabidhiwa kuwa man of the match wa mchezo huo wao na Bigman FC. Ni sahihi kwa yeye ama kuna mwingine ulikoshamuona kama jicho lako uchambuzi kwa jinsi ulivyoona anavyocheza? Kwa mchezo wa leo jinsi alivyocheza Joshua Mutale alikuwa katika form nzuri. Ukiangalia amefanya mikimbio mingi sana katika uwanja, upande wa kushoto na kulia. Ukiangalia ametengeneza nafasi nyingi ambazo zilikuwa zinatakiwa kuwa magoli au mwenyewe kwa anatakiwa kuzifunga, lakini walikuwa wanazipoteza. Ukiangalia nafasi kama kipindi cha kwanza atengeneza nafasi kama 3 hivi za wazi ambazo kwa anatakiwa azitumie, lakini alikuwa anatoa vipasi sehemu ya kupiga, lakini kutokana na ubora huo, lakini kutokana na makosa hayo, lakini alikuwa katika form nzuri, na pia ameweza kufunga bao. Na kutokana pia sawa amefanya makosa hayo ya kutumia hizo nafasi, lakini pia ameweza kufunga bao na kuwafanya Simba kupata ushindi au bao la kuongoza, na pia limewasaidia katika mabao yao kuongezea katika ushindi. Kwa hiyo yamedeserve kupata huo ushindi, kupata hiyo tuzo na hiyo nini cheki ya fedha hapo. Sasa kwenye cheki na hundi nahisi tupitie sahihi sana. Hivi ni teama ama ni nini, somo gani hilo? Mambo cheki ni kama mambo ya internet ya kidogo. Basi ni hundi ile. Hundi. Hundi Kiswahili shewa. Cheki ndo kimombo. Hapo sasa wale walosoma mabasi ya njano ndo wanaelewa. Si wengi tulishia Mikoroshini Temeke. Temeke Mikoroshini. Majumba 6 na kwingineko kwa hapo. Huko kidogo hapo unapata ukakasi, otherwise uwe mjanja mwenyewe ufahamu kama ulikuwa Lena shuleni. Unaweza kujikuta uelewi vitu kama cheki na hundi. Ninakusema na hizi ni chombeza. Baki nasi, endelea kwa nasi, tuna taarifa kem. Hapa sasa hivi tunahamia katika taarifa ya Young Africans. Wao watakipiga na Songea United katika mchezo wa wanasema wanaita CRDB Confederation Cup raundi ya 16 ili kutafuta mtu ili kutafuta kufika hatua robo finali. Mchezo huo ambao utapigwa siku ya Jumamosi, si mbali sana. Leo ni Alhamisi
tumesalia na kesho kutwa kuna mchezo wenyewe huo. Kwa hiyo tutakuwa tuna uchambuzi hapa. Nipo na Humphrey, chambuzi la soka la Afrika na Tanzania kwa ujumla. Humphrey, tuanze na Young Africans, kisha hapa tutatimkia kule Ulaya. Bana Ulaya nako ni moto. Moto sio mdogo bana. Young Africans wao tukipiga na Songea United. Young Africans katika mchezo wao wa mwisho waliocheza walipata ushindi kwa mabao 3-1 katika na kufuzu kuingia katika hii hatua ambapo nao sasa hivi. Na katika mchezo huo walikuwa bora sehemu nyingi sana uwanja, ikiwemo kuzuia, katika kushambulia pia. Na Young Africans ni timu kubwa unaifahamu. Dhidi ya Songea United unaweza ukaona labda watakuaje katika mchezo huu, ama itakuwaje katika mchezo huu? Sawa, Yanga ni timu kubwa, ni timu nzuri. Ni mechi ambayo wanakwenda kucheza na timu ambayo ni timu ambayo ni ndogo, ambayo ipo katika madaraja ya chini. Kwa hiyo unaona haitakuwa kama story kubwa Yanga kwenda kuweka si nguvu kubwa kuelekeza katika nguvu kubwa kuelekea mechi hiyo ya kombe la shirikisho CRDB. Lakini naona watakuwa wamejiandaa katika mazoezi kawaida ili kwenda kupata ushindi na kwenda kusogea mbele. Lakini pia naona maandalizi makubwa sana yamefanywa na Songea United ambao wenyewe ndio kama underdog katika mechi hiyo. Wenyewe watakuwa wamefanya maandalizi makubwa, lakini kwa upande wa Young Africans wao watakuwa katika tu niwezo kawaida, kwa sababu ukiangalia wana wachezaji ambao ni ubora wazuri ambao wanaweza kukupa kitu chochote katika uwanja. Kwa hiyo naona ni mechi ambayo itakuwa ni nyepesi kwa upande wa Yanga, na watakwenda kuongoza kila sehemu, yani katika eneo la uzuiaji, eneo la kiungo, eneo la ushambuliaji watakwenda kutawala Yanga na wanaenda kupata ushindi kwa 99%. Bala sawa, huyu ni Humphrey James ametoa taarifa juu ya Young Africans kwenda kupata ushindi kwa 99 bana. Imesalia 1% tu ndo kamwachia Songea United. Songea ni timu aina gani? Ni timu ambayo inashiriki championship ama ligi daraja ya kwanza. Wanashika nafasi ya 8 nyuma ya Bigman Youth Academy ambao wamecheza leo na Simba Sports Club na kupasuka kwa mabao 2-1. Songea nao wanashika nafasi ya 8 nyuma ya Bigman. Kwa hiyo si timu fulani ambao ya kawaida na sio timu mbovu sana wala sio nzuri sana, timu ya kawaida yani. Ipo normal na hapa Simba anacheza na wa 7, Yanga anacheza na wa 8. Kwa hiyo hakuna kibonde wa kumsifu maana umempiga kibonde si nini. Hapa ni bila 8 kwa wa 8 kwa wa 7. Mpishano wao ni alama moja tu. Kama ilivyo wao ligi kuu. Simba anapishana na alama moja na Young Africans 58 kwa 57. Kwa hiyo Songea United ndio timu ya aina hiyo. Wanakuja kucheza na Young Africans ambao wao wapo bora sana katika safu zote tuseme, na madhaifu pia wanao, lakini wamekuwa bora zaidi yao. Tutegemee kuona rotation yote kwa kocha Meludi Hamdi, kocha wa Young Africans katika mchezo huo. Ndio, rotation tena naona ni kubwa sana. Kuanzia kwa upande wa goalkeeper mpaka eneo la mshambuliaji. Naona kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wapati nafasi na baadhi ambao walicheza katika mchezo wa Singida friendly match. Tunaweza kutarajia kwenda kuona katika mchezo huu pia. Mchezaji kama Mwamnyeto anaweza kaingia. Na mchezo uliopita hakucheza bana. Huu mchezo ule ambao labda tulisema tutarajia labda kuona rotation mchezo wao wa kirafiki na Singida Black Stars katika lengo la kufungua ama kuzindua uwanja wa Airtel Stadium. Tulisema baba pengine Mwamnyeto aweza kacheza, lakini hakuonekana uwanjani, hata benchi pia, lakini akacheza Andabwire pamoja na yule wanamuita Boka Shadrack Boka kama surprise ile ya kibabe ilifanyika. Normal nikakwambia kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao walicheza katika mchezo wa Singida utakwenda kuona katika mchezo huu pia, kwa sababu sio mchezo ambao wenye attention kubwa kwa upande wa Yanga, japokuwa una attention, lakini una attention kwa sababu wanataka kombe, kwa sababu hata wakileta uzembe hapo wakitolewa wanaonekana kwamba wamekosa kombe. Una attention kiasi chake, lakini sio kutokana na hii timu watakuwa wamejipanga kiasi chake
na rotation lazima itakuwepo kuelekea huu mchezo. Ubora wa Songea upo sehemu gani ambapo Young Africans watakuwa jichunge zaidi? Ubora wao katika mpaka sasa hivi katika ligi yao, ubora wao mkubwa upo katika eneo la mawinga zao. Kuna winga upande wa kushoto, jina lake nimesahau kidogo, na ambaye ni hatari zaidi, ambaye anaongoza kwa magoli kama sijakosea, ana goli kama 8 hivi kama sio 6. Na pia na assist za kutosha tu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni mzuri pia. Kwa hiyo Young Africans kama watatembea, kusema eti Bigman ni wachezaji wa ni timu ndogo, ni wachezaji wadogo, watakuwa kama wamekosea, kwa sababu kuna wachezaji ambao wanaweza kuadhibu kama wakipata hizo nafasi. Sawa. Na ubora wa Young Africans ambapo Songea atakiwa jichunge napo? Ubora wa Young Africans unajulikana uko wazi eneo la washambuliaji, ukianzia Mzize, akianza Mzize, akianza Ikangalombo, akianza Musonda, niseme wote ni hatari kwa Songea. Kwa hiyo Songea wanatakiwa wajiandae kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu wachezaji wote tuliowataja hapo washajionyesha kwamba ni wachezaji wa aina gani. Pia kwa upande wa viungo, akianza Mkude, Shuaboy, pia hata Ziki Maxi, tunajua ni viungo wenye bora mkubwa sana katika ligi yetu pamoja na Young Africans. Kwa hiyo Singida kama kocha wao anatakiwa afanye homework kubwa. Nani unasema Songea? Songea. Songea afanye homework kubwa, na akiingia uwanjani aingie katika game plan nzuri, ili aweze kuwazuia Yanga, heshima ile awaheshimu Yanga. Kama ni timu kubwa, ili aweze kuwafunga lazima waheshimu na apange mipango yake vizuri. Bana, sawa. Mwana michezo, tuma maoni yako juu ya kipindi hiki na mjadala ambao tupo nao sasa hivi. Tupo na sakata la mechi ya CRDB Confederation Cup. Young Africans wao watakipiga na Songea United siku ya Jumamosi majira saa 10 kamili za jioni. Uwanja ni KMC hapo Mwenge tu, hapo sio mbali sana na hapa tulipo. Cha msingi tuma maoni yako bila kusahau kusubscribe channel ya DTZ Media, utakuwa umefanya poa. Kwa sasa hivi twende mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa na taarifa za kimataifa, michezo kimataifa. Tuna mengi sana ambayo yametokea huko, yanaenda kutokea na yametokea, yalitokea na atakuja kutokea. Baki nasi, endelea kuwa nasi. Mimi ni Samuel Gerald, nipo na Humphrey James.